السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة، وبذكره يصدر كل خطاب، وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب، وباسمه يشفى كل داء، وبه تكشف كل غمة وبلاء، وإليه ترفع الأيدي للتضرع والدعاء في الشدة والرخاء، وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات، فله الحمد على ما أسدى وأولى، وله الشكر على ما أنعم وأعطى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma baadu, ikhwani, ndugu zangu, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Tumebakiwa na siku chache, takriban siku 7 hivi, kufika katika ile siku ambayo tunataraji kufanya dua inayokwenda kwa anwani dua ya khawasi ya ndoto. Na dua hii imetanguliwa na zoezi la ugawaji wa waraka maalum ambao unaitwa ni waraka wa kufungua ndoto na ni waraka wa kurejesha kumbukumbu ya ndoto, na ni waraka wa kuondosha vipingamizi vilivyoko katikati ya mtu na mafanikio aliyoyaona kupitia ndoto, na ndio waraka kwa uwezo wake Allah unaondosha matatizo au mabalaa aliyoyaona muhitaji kupitia ulimwengu wa ndoto. Waraka huu tumekuwa tukiugawa takriban hivi sasa tunakwenda mwezi mmoja, na haya ndio maandalizi yako wewe yatakayokufikisha katika mafanikio ya dua ambayo tunataraji kuifanya tarehe 1 mwezi wa 2 mwaka wetu huu wa 2026. Na tulieleza kilichoandikwa kwenye waraka ni dua 2. Dua ya kwanza iliyoandikwa kwenye huu waraka ni ile dua anayokuombea shekhe pale unapotaka kumhadithia ndoto yako, na dua yenyewe inasema khairan tutalaqa au sharran tutawaqa. Maana yake hiyo ndoto unayotaka kunihadithia, kama ni ndoto ya kheri, basi Mwenyezi Mungu akukutanishe na hiyo kheri, lakini kama ni ndoto ya shari, basi Mwenyezi Mungu akuepushe na hiyo shari. Waraka ndivyo ulivyoandikwa. Na dua ya pili iliyoandikwa kwenye huu waraka ni ile dua ambayo shekhe akishakutafsiria ndoto yako, kabla ya kuachana naye ni vizuri ya kuombea dua, na dua yenyewe inafunguliwa na dhikri aliyoileta Nabiyullah Yunus alayhi salam alipomezwa na chewa.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kisha kuna maneno mengine yanaendelea huko. Sasa dua hizi mbili ndio zimeandikwa kwenye huu waraka ambao tumekuwa tukiugawa. Sasa tunakwenda mwezi mzima, na huu waraka ukipewa unaulalia kwenye mto wako kila siku. Na hapa nilieleza yapo matibabu ya kulalia dua, yapo kwa ushahidi wa kisa cha sahaba wa Mtume Abi Dujana. Alipoandikiwa barua na Mtume aliilalia, na barua ile ikamsaidia kumwangamiza shaitani. Na hivi ninavyozungumza, wengi tu wananipigia simu na wengine kunitumia message na kunieleza kwamba walikuwa hawaoti, lakini baada tu ya kuanza kulalia waraka huu wameanza kuota. Na wengine wananieleza tulikuwa hatupati kumbukumbu ya ndoto zetu, lakini baada tu ya kulalia waraka huu kumbukumbu zimerejea. Wengine wanatueleza ya kwamba yale mafanikio walikuwa ukiyaona kupitia ndoto, sasa mambo yanaanza kutengema. Wengi wanatueleza vitu kama hivyo, kuonyesha kwamba waraka huu haulaliwi bure bure, bali anayeulalia kwa dhati kabisa ya moyo wake anakwenda kwenye mafanikio kwa uweza wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maandalizi namba 2, tumekuwa tukigawa kombe, na hili kombe vile vile kazi yake ni kufungua ndoto, kurejesha kumbukumbu ya ndoto, kuondosha viziwizi vinavyokuzuia wewe kuyafikia mafanikio uliyoyaona kwenye ndoto, lakini inaondosha yale mabalaa uliyoyaona kupitia ndoto. Kombe hili tumekuwa tukiligawa sasa ni wiki 2, kila siku ya Ijumaa na kila siku ya Jumamosi na kila siku ya Jumapili tunaligawa kombe hili. Lakini kombe hili linasaidia kubatilisha uchawi, pia linasaidia kuondosha miguso ya kishaitani, pia linaondosha hasadi pamoja na vijicho na kufungua mambo mengi, kwa sababu kombe tulieleza ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni munasaba kufungua ndoto, ni maneno ya Allah ambayo ni munasaba kurejesha kumbukumbu ya ndoto, ni maneno ya Allah ambayo ni munasaba kubatilisha uchawi, lakini pia yananasibiana kuondosha mashaitani, hasadi pamoja na vijicho. Haya maneno ya Allah yanaandikwa na wino unaoitwa zaafarani. Kwanza, zaafarani yenyewe ni dawa, lakini dawa hii inatumika kuandika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio zaafarani peke yake, zaafarani iliyochanganywa na maul wardi, maji waridi. Maji waridi nayo pia ni dawa, lakini ndani yake pia kuna miski nyeupe ya unga, nayo miski nyeupe ya unga ni dawa. Mchanganyiko huu ndio unaotumika kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yakishaandikwa maneno hayo kwenye karatasi, ile karatasi inalowekwa kwenye maji, ule wino wa maneno ya Allah utayayuka, utachanganyikana na yale maji. Yale maji ndiyo huitwa kombe. Kwa hiyo unapopatiwa kombe hili, nenda nalo nyumbani, likoge wakati wa kulala. Usiogee chooni wala usiogee bafuni wala mahala pachafu, kwa sababu haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ndio maandalizi ambayo tunakwenda nayo kabla ya tarehe 1 ya mwezi wa 2 mwaka huu wa 2026. Lakini kuna umuhimu wa kupata tafsiri za ndoto, na unapopewa tafsiri za ndoto unatakiwa upewe ushauri, shekhe akupe ushauri vile vile, asikuache hivi hivi. Kuna zile ndoto hazina kuchelewesha, yaani ukiota kwa mfano leo, kesho yake unaweza ukaona majibu yake. Kama ni ndoto za kheri, ukaifikia hiyo kheri, na kama ni ndoto za shari, shari hiyo inaweza ikakupata.
kuna ndoto nyingine hazina kuchelewesha. Kwa hiyo ni muhimu sana kupatiwa tafsiri za ndoto, na kama nafasi hairuhusu basi fuatilia hata kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu darasa zetu hizi huwa zinarekodiwa, na zikisharekodiwa zinarushwa. Unaweza ukaenda Abu Jadawi Online TV, zipo darasa hizi, au Zainab Online TV, au unaweza ukaenda Ndoto TV au Manazili Online TV. Chaneli zote hizi zinarusha darasa zetu. Kwa hiyo unafungua, unasikiliza, unajua maana ya ndoto. Sio mpaka ukamweleze shekhi. Humo utapata maalumati mengi makubwa na utastafidi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tuna kawaida ya kuelezea tafsiri za ndoto ili kila mmoja huenda akafahamu maana ya ndoto anazoota. Maana ndoto ni kulinganisha tu. Sasa ndoto ya kwanza siku yetu ya leo itaanza, man raa yamliku thubana fil manam. Mtu anaweza kulala akaota anamiliki nyoka usingizini. Unamiliki nyoka, unamchezea, unamtia kwenye sanduku, yani ni nyoka wako, umelala umemwota. Wafasiri wa ndoto wanasema yadullu annahu sayaalu sha'anuhu. Ndoto hii inajulisha kwamba mtu huyu jambo lake litakuwa juu. Kama ni biashara yake itakuwa juu. Wa yusbihu dhu jahin adhim, na atakuwa ni mwenye cheo kikubwa. Ukiota wewe unammiliki nyoka, unamshika, humuogopi, wamtia kwenye sanduku, unamlisha unga, yani ni nyoka wako hivi. Sasa wafasiri wa ndoto wanasema yadullu annahu sayalu sha'anuhu. Ndoto hii inajulisha kwamba mtu huyo mambo yake yatakuwa yako juu. Wa yusbihu dhu jahin adhim, na atakuwa ni mtu mwenye cheo kikubwa kabisa. Hiyo ni ndoto ya kwanza siku ya leo. Wa man raa thu'banan fil manzil, na yeyote atakayelala akamuota nyoka yuko ndani ya nyumba yake, na nyoka yule akawa ni mkali, akitishia usalama wake, nyoka ni mkali, yadullu ala wujudi mashakilin idaiya. Ndoto hii inajulisha juu ya uwepo wa matatizo ya kiuadui bainahu wa baina auladihi au zaujatihi. Matatizo hayo yako baina yake yeye na baina ya watoto wake, au baina yake yeye na baina ya mke wake. Kumuota nyoka uko naye ndani ya nyumba, mkali kweli kweli, yuwatishia usalama wako. Hayo ni matatizo yaliyoko ndani ya nyumba. Yawezekana ukawa ni uadui ulioko baina yako wewe na watoto wako, au baina yako wewe na mkeo, na kama ni mke baina yako wewe na mume. Au ahdathu min ahli baiti, au kunaweza kukazuka matukio kutokana na watu wa nyumbani kwake. Wakad yakuna ghiratun wal hasad min ahadi aljirani, lakini wakati mwingine hutokea ndoto hiyo ikabashiri wivu na husda kutoka kwa jirani. Wakati mwingine ndoto inatafsirika hivyo. Sasa kwa wale ambao wanaota ndoto kama hizi, kupitia dua hizi tunawaombea kwa Allah. Ikiwa ni ndoto za kheri, basi Allah awakutanishe na kheri hizo. Na kama ni ndoto za shari, basi tumuomba Allah waepushe na shari hizo. Wa man raa annahu akhadha hayatan au thu'banan, na yeyote atakayeota amemchukua nyoka kisha akamviringa. Yani wewe umemchukua nyoka halafu kamviringa, kama wanaofanya wale wana michezo ya kuchezea nyoka, ukamviringa hivi ukamkunja. Fa innahu sawfa yajni alkathira min almali. Wafasiri wa ndoto wanasema hakika mtu huyo huenda akavuna mali nyingi.
Wa in kana bainahu wa baina ahadi mashakil, na kama kutakuweko baina yake yeye na baina ya mtu yeyote matatizo, yani ana matatizo na mtu fulani, huenda wanashtakiana kesi, kuna matatizo, yani hawasemeshani, walishagombana, ukaota umemkunja yule nyoka, fa innaha tanhallu li salihi, hakika hayo matatizo yataondoka na mtaelewana na huyo ambaye nyinyi mnagombana. Lakini hiyo ndoto yenyewe umemshika yule nyoka, umemkunja, kama vile wanavyofanya wale wanaochezea majoka. Wa maraa athara damma ala yadayhi min qatl alhayya, na yoyote atakayelala usiku kisha ikamwijilia ndoto akaota ametapaka damu mikononi mwake, lakini ile damu inatokana na kumuua nyoka. Yani umemuua nyoka kisha ile damu ikatapakaa kwenye mikono yako. Sasa mtu akiota hivi, fa inna ahada aadaihi, hakika mmoja wa maadui zake, sayamutu, atakufa. Kumuua nyoka halafu mikono yako ikatapakaa damu ya nyoka, ndoto hii wafasiri wanatuambia fa inna aadaahu au fa inna ahada aadaihi sayamutu, hakika mmoja wa maadui zake atakufa. Wa huwa yatawalla ala amwalihi, na huyo muhtaji atazitawalia mali zake. Kwa hiyo ni jukumu lako kuangalia ndoto kama hizi na zinazofanana na hizi, na sio lazima ifanane straight moja kwa moja. Tafsiri za ndoto hutolewa hata kwa kufananisha ile misingi ya ndoto yenyewe, maana huwa tunatazama misingi. Katika ndoto kuna vitu huwa vinaingia katikati ambavyo havizingatiwi, huwa tunaangalia msingi tu wa ndoto yenyewe. Lakini ndoto nyingine, wa man raa annahu yaqumu biihraqi hayya, na yeyote atakayelala kisha akaota anamuunguza nyoka kwa moto, unamchoma nyoka kwa moto, fa innahu sayadkhulu harbun kabiratun, hakika kutaingia nyumbani kwake au kutaingia kazini kwake vita kubwa sana, lakini sayasiru fi nihaya sabiqa, lakini mwisho wa vita atakuwa ni mwenye kushinda. Kuota unamchoma moto nyoka nyumbani kwako au kazini kwako au katika biashara yako, kutaingia vita kubwa, mapambano yataendelea, lakini mwisho utakuja kushinda hayo mapambano. Wa maraa hayatan tatiru, na yoyote atakayelala kisha ikamwijia ndoto akaota akimuona nyoka anaruka. Ndoto kama hizi watu wanaota nyoka anapaa, umelala unamuota nyoka anaruka. Fahadha yadullu ala anna ahada al-a'da'i, hakika ndoto hii inajulisha kwamba mmoja miongoni mwa maadui zake sayusafiru wa yabtaidu, atasafiri na ataenda mbali. Kimuona nyoka anapaa, mmoja katika maadui zako atasafiri na atakwenda mbali. Wa maraa yastadu alhayyata fil manami, na yeyote atakayelala kisha akaota anamuinda nyoka ili amuue. Yani umelala ikakuijilia ndoto unamuona nyoka, lakini huyo nyoka wewe unamuinda ili umuue. Fa inna hadha yadullu ala alfawzi wan najahi, hakika ndoto hii inajulisha juu ya kufaulu na kufanikiwa, kupasi katika mambo yako. Kuota unamuinda huyo nyoka, unayawinda mapambano ili upate kuyaangamiza, unawawinda maadui ili upate kuwaangamiza. Wa maraa thu'banan saghira, na yeyote atakayelala akamuota nyoka mdogo, kijinyoka kidogo kidogo hivi, na huenda kijinyoka dhaifu hivi,
fa innahu yadullu ala aduwin saghir sayuladu, hakika ndoto hii inajulisha juu ya adui mdogo atakayezaliwa. Yani kuna kijitoto kitazaliwa, lakini baadaye kitakuja kuwa ni adui yako wewe. Kama ambavyo hapo mwanzo tulisema, hakika uadui unaotokana na ndoto za nyoka, ukubwa wake, kiasi chake ni kulingana na huyo nyoka uliyemuota. Ikiwa umemuota nyoka mkubwa, basi hata uadui wenyewe utakuwa ni mkubwa. Ikiwa umemuota nyoka mdogo, basi uadui pia utakuwa ni mdogo. Ukiwa umemuota nyoka mkali, basi hata adui yako ni mkali vile vile, na vitimbwi vyake ni vikali. Ndio maana hapa unapomuota nyoka mdogo, basi kuna adui mdogo atakayezaliwa. Waman sami'a sauta thu'bani fi ru'ya, na yoyote atakayelala akasikia sauti ya nyoka. Umelala unasikia sauti ya nyoka, yani unapita mahala kwenye ndoto, lakini mahala ambapo unapita ukasikia zinatoka sauti za nyoka. Lakini wakati mwingine ikawa inakuijia hali ya ajabu hivi, unamsikia yule nyoka tatakallamu bitariqatin latifa, anazungumza kwa njia ya upole. Unamsikia ni nyoka, lakini yuwazungumza kwa njia ya upole. Fa inna dhalika bisharatun tayyiba, hakika hiyo ni bishara nzuri. Wa khairun qadim, na ni khairi ambayo itakuja kutokea katika maisha yako. Lakini kama nyoka anazungumza kwa sauti ya kutisha kabisa, basi inajulisha kabisa kutazuka mambo mabaya, na hasa kwako wewe uliyeota. Kwa hiyo unaweza ukaichukua ndoto kama hii ukafananisha na ndoto unazoota, ukaziweka katika mizani. Wa mar'a yaqta'u thu'bana ila nisfaini, na yoyote atakayelala akaota anamkata nyoka vipande viwili, fa innahu sayanjahu fi munafasati a'da'i, hakika mtu huyo atafaulu katika kushindana na maadui zake. Yani kama wewe unashindana na maadui, umelala ukaota umemkata nyoka nisfaini, vipande viwili, kipande huku kipande huku, basi wewe utawashinda wale maadui unaoshindana nao. Lakini hii kumkata nyoka inategemea staili ya ndoto. Niliwahi kueleza huko nyuma, kama wewe umeoa au umeolewa ukaota nyoka amejiviringa kwenye shingo yako, kisha ukachukua ukamkata vipande vitatu, wewe mwanamume utampa mkeo talaka 3. Sasa kuna wengine nasema hata mwanamke pia akikata vipande vitatu ni kupewa talaka 3, lakini hasa inachukulia kwa mwanamume kamuota nyoka amejiviringa kwenye shingo, kwa sababu hayo ni masuhulia aliyobebeshwa huyo mwanamume, masuhulia ya mke, majukumu ya mke, amlishe, amvishe, ampatie mahala pa kulala. Kwa hiyo ni masuhulia yako shingoni mwake. Sasa akimkata nyoka vipande vitatu akatoka shingoni, ndio kumpa mwanamke talaka 3. Lakini kumkata vipande viwili nyoka ambaye hayuko shingoni, maki akiwa shingoni huenda ukampa talaka 1 au 2. Kumkata vipande viwili nyoka ambaye hayuko shingoni ni dalili ya kuwashinda maadui, kumkata nyoka. Wa man ra'a ya'kulu lahma al-hayya, na yeyote atakayelala akaota anakula nyama ya nyoka, japo ni nadra kwetu huku, lakini wapo watu wanaota. Wa huwa ghairu nadhiji, nayo nyama hiyo haijawiva anakula. Fa inna hunaka al-kathiru min al-mali sayati ilayhi, hakika kutatokea mpango wa mali nyingi atakazozipata. Utapata mali nyingi sana ukiota unakula nyoka ambaye hajawiva, unamla, utapata mali nyingi. Wa man akala lahma al-hayya nadhijan,
na yote atakayekula nyama ya nyoka aliyewiva, nyama ya nyoka iliyowiva, fa innahu sayafuzu ala a'daihi wa yafuzu bilmal, hakika mtu huyo atafuzu, atafaulu, atafanikiwa dhidi ya maadui zake na atafanikiwa kwa kupata mali. Kuota unakula nyama ya nyoka iliyowiva, utawashinda maadui na utafanikiwa kwa kupata mali nyingi. Wa marraa fil manami anna hunaka thu'banun abyad, na yote atakayelala akaota nyoka mwenye rangi nyeupe. Umeota nyoka mwenye rangi nyeupe, fi jaibihi, lakini amemuota huyo nyoka yuko mfukoni mwake, walam yakhafu minha, na muotaji akawa hakumuogopa yule nyoka, fa inna hadha yadullu ala malin ati ilayhi, hakika ndoto hii inajulisha juu ya mali zitakazomwendea, yani atapata mali. Wa man raa ladayhi hayatan muti'a malsaa, na yote atakayelala akaota nyoka mtiifu, tena nyoka huyo mwenye kuteleza, anateleza, anawaka kama vile inavyowaka dhahabu. Umemota nyoka wa aina hiyo, fa innahu sayahsulu min adh-dhahabi wal fidda, hakika ndoto hiyo inabashiri kwamba huyo muotaji anaweza akapata dhahabu na fedha. Inategemea tu huyo nyoka umemotaje. Yani ndoto ya nyoka ukimuota haumuogopi, unammiliki, au huyo nyoka unamuua, basi ni dalili ya wewe unashinda au ni dalili ya kufanikiwa. Lakini kinyume chake sasa, ukimuota nyoka anakutisha, ukamuota nyoka ni mkali, ukamuona nyoka ambaye ni mwenye nguvu, ndoto hiyo inabashiri uadui. Kwa mfano, kurushiwa mate na nyoka ni dalili mbaya. Adui yako wa kibinadamu au adui yako wa kijini amefanikiwa kukuingizia sumu za kichawi katika mwili wako, kupatwa na yale mate, sababu ni mate yenye sumu. Ni kama vile tu umeota nyoka amekugonga, tena ukigongwa kwenye miguu, wewe ndio umemalizwa, utafuraji wako utakuwa ni wa shida sana. Nyoka akikugonga kwenye mguu, kwa nini? Itakuwa ni vigumu sana wewe kutasarraf, na hii ni dalili kwamba adui yako amefanikiwa kukuingizia sumu za kichawi, nyoka kukugonga kwenye mguu. Lakini nyoka anapokugonga kwenye mikono yako, kama unamiliki mali, kama unamiliki biashara, huenda ukaanza kudropu, kushuka siku hadi siku, mpaka unajikuta wewe kimaisha umekuwa ni asfala safilin, ni wa chini kuliko walio chini, kugongwa na nyoka kwenye mikono. Kama ambavyo tu mwanamume akilala akaota amegongwa na nyoka sehemu za siri, hii inaonyesha kama anaye mke, yule mke anamchiti, anachepuka. Na hivyo hivyo mwanamke naye akiota kuna nyoka akaingia kwenye sehemu za siri, basi inafasiri kwamba kama ana mume wake pia anatoka nje ya ndoa. Hivi ndivyo mambo ambayo huwa yanatafsirika. Vile vile unaota unakimbizwa na nyoka, ukigeuka unamwona yuko nyuma, na huko unapokimbia we unaanguka, unasimama hivyo hivyo, ni dalili kwamba kuna uadui imma wa kibinadamu au wa kijini unaokuijia kwa spidi, na unapata shida sana kuepuka huo uadui. Ndio maana unajikwaa, unaanguka, unasimama, unakimbia tena unaanguka. Yani inakupa shida kukwepa huo uadui. Sasa kwa kuwa kwenye mlango huu ambao tuliufungua baada ya zile ndoto za vifo, tulisema tunatazama alhayatu walhasharatu wadawabul ardhi, majoka, wanyama, wadudu wanaotambaa ardhini na wanyama wa ardhini. Tulisema tutazungumza kuota mende wamejaa ndani ya nyumba, sio jambo zuri. Kuota mchwa wako ndani ya nyumba, wanakula vitu vya ndani ya nyumba, sio kitu kizuri, unaweza ukafirisika wewe kuota. Na huenda wakati mwingine mchwa ukatafsirika kuwa ni nini? Ni kifo. Kwa nini? Kwa sababu Nabiiullah Suleimani hakikujulikanwa kifo chake ila baada ya wale mchwa kukula ile fimbo
walipoila ile fimbo akadondoka, kwa kumbe kaisha kufa. Kwa hiyo wakati mwingine mchwa wanaweza wakala baadhi ya vitu vyako, ikajulisha pia dalili ya kifo. Na mchwa ni wadudu watambao ardhini. Hata nge ni mdudu katika miongoni mwa wale wadudu wanaotambaa ardhini. Ukimuota nge pia ni adui, wakati mwingine tafsiri zake ni kama tafsiri za nyoka. Kwa hiyo ni hatari sana wanyama watembeao ardhini. Kuna wanyama wakali na kuna wanyama wasiokuwa wakali. Mnyama asiyekuwa mkali anayefugwa, ukimuota katika sura ya ukali, mfano ng'ombe anakukimbiza, anakupiga na pembe, ni dalili kwamba wewe unafuatiliwa na uadui mkubwa sana, na yule adui yako anafanikiwa kukuangamiza wewe, kwa sababu huyu ng'ombe asili yake ni kufugwa, lakini umemuona katika sura ya ukali, katika sura ya kukuangamiza. Na ndivyo ilivyo kwenye mbuzi, kwenye kondoo. Lakini ukimuota mnyama mkali, mfano wa simba, chui na kadhalika, wanyama wa porini, sasa inategemea umemuota katika hali gani. Ukimuota katika hali ya ukali, katika hali ya kwamba anakufanyia wewe uadui, basi ni dalili kwamba wewe unao maadui miongoni mwa binadamu na majini. Ikiwa kama ni simba kakurarua, adui yako kafanikiwa kukuangamiza. Ukiraruliwa na simba au chui kwenye usingizi, adui yako kafanikiwa wewe kukuangamiza. Ni kama mama mmoja aliwahi kuniijia hapa, na hiyo kisa huwa anapenda kukirudia rudia. Ananiambia, shekhe, mimi usiku wa kuamkia leo nimelala, nimeota nakimbizwa na mbwa. Sasa yule mbwa sikumwacha kwa mbio. Aliponikaribia nikageuka kumtazama, akanirarua hapa tumboni hapa. Aliponirarua tumboni pale pale nikashtuka kutoka usingizini. Nimeshtuka kutoka usingizini, nikasikia kuna mbwa dirishani kwangu anabweka, analia. Na mimi hapo nikawa nahisi tumbo linaniuma sana, linanikata. Nikaingia kwenye siku zangu. Hivi ninakuijia shekhe, na miezi 6 mfululizo toka nimeota ndoto hiyo na nimeingia kwenye siku zangu, sijakata mpaka hii leo tunavyozungumza. Tukawaambia kwamba, nikamueleza yule mbwa uliyemuota kwenye ndoto, yule alikuwa ni khadimu sihiri, ni jini aliyetumwa kuingiza uchawi kwenye mwili wako, na ameingiza uchawi kwenye female reproduction system, kwenye muundo wa uzazi. Wewe unaweza ukawa hivyo mpaka unakufa kama haukujishughulikia, lakini walillahi alhamdu tulimshughulikia, akafanikiwa na matatizo hayo yakaondoka. Kamuota mbwa, mnyama mkali yule mbwa, japokuwa wakati mwingine huwa anafugwa, lakini ni mnyama mkali. Kwa hiyo nategemea hao wanyama wakali umewaota vipi, katika staili gani. Inawezekana umeota katika staili ambayo inabashiri kwamba huo ni uadui wa kibinadamu au uadui wa kijini. Kwa hiyo tunakuwa tunaleta darsa kama hizi ili wewe uzichukue, uzifananishe na zile ndoto unazoota ili uweze kupewa tafsiri. Na sisi kama kituo tuna grupu zetu 2, Tiba Abu Jadawi, tiba na ndoto, namba 1 na namba 2, na watu huwa tunawaunga humo. Tunapopata fursa huwa tunatafsiri ndoto zao, na tusipopata fursa huwa tunatuma linki, wao wanaingia humo, wanatazama darasa za tafsiri za ndoto, huenda wakastafidi kwa kufananisha ndoto zao na ndoto tunazozitoa kwenye darasa. Kwa hiyo tunayo magrupu, tunawaunga watu katika magrupu hayo kwa ajili ya faida kama hizi. Lakini kubwa zaidi, Mwenyezi Mungu akituwafikisha, tarehe 1 ya mwezi wa 2 mwaka wa 2026, mwaka huu 2026, tunakwenda kufanya dua kubwa sana kwa ajili ya kuzifungua ndoto zilizofungwa, lakini kurejesha kumbukumbu ya ndoto kwa wasioota, lakini pia tunakwenda kuondosha vipingamizi vinavyowazuia waotaji kufikia mafanikio walioyaona kupitia ndoto, na tunakwenda kuondosha mabalaa yote wanayoyaona kupitia ndoto zao. Jambo hili tunalokwenda kulifanya ni jambo kubwa sana. Siku hiyo usiache kuja na waraka ulioulalia, njoo nao, na usiache kuchukua kombe. Chukua kombe, nenda kaoge kwa uweza wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo tutagawa hizi karatasi kwa wale ambao hawajapata. Wale ambao hawajapata karatasi, hebu wanyoshe mkono niwaone. Kwa inshallah tutazigawa, waanze kulalia na wao. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tawfiki, innahu waliyu tawfiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.